Jana wakati Mheshimiwa Rais pia anazungumza, nimeona kwenye gazeti hapa, ngoja niitafute. Mheshimiwa Rais amekataa kila kitu kuitwa Samia. Sasa hiyo nimeelewa sana. Kila kitu. Kwa mfano Samia Scholarship, Samia Cup, Samia Foundation, Samia Legal Aid, Samia nini na nini. Sasa jamani, sawa na ndio, lakini amesema amegundua au ameambiwa watu bila kuweka Samia aliendi jambo. Okay. Kwa sasa hivi kuna kukwamishana, ukiweka si jina lolote lile. Amemwambia iteni jina lolote kwa jambo jema litaenda. Lakini mama tu watu wameshinda kumwambia ukweli kwamba sio hivyo, usipeleka Samia. Watu hawaiti Samia kwa sababu ya mapenzi. Wanaita mkakati. Ni mkakati. Yaani usipoita tu Samia na nani jambo lako hata DC atalitupa chini. Kwa mtu akitaka kufungua saluni yake pale Mama Samia. Watu wanatambana na biti. Watu wanatembea na biti. Sasa rais pia naye amestukia sasa, jamani, haiwezekani kwamba kila kitu too much. Yani this is too much. Sasa hapo hiyo ni aspect moja. Bado uchawa sasa. Ndio hapo sasa. Kila kitu Mama Samia. Kila kitu Mama Samia. Yaani kuna vitu vingi sana Mama Samia hajasema. Analazimishwa kusema. Wanamtaja kwa kila kitu. Wanakuta anajingata hata mwenyewe. Yaani unasikia tu hii Mama Samia, yani Mama Samia hii. Kwa nini lakini? Mama Samia. Kwa nini usifanye kitu kama wewe ukasema mimi nimekitengeneza hiki kwa ajili hii na hii, lakini kwa nini kila kitu lazima umweke yeye, yani yeye tu umweke, yani kwamba ni yeye. Yaani unakitafuta nini? Unatafuta nini? Alafu unakuta hata vitu vingine hata sio hivyo. Alafu tunakwambia sasa sababu pia naye amestukia. Nikumwalikia pia jina lake. Hapa kuna kampeni ya kisheria ya Samia yamaliza migogoro 2015. Hiyo kama Samia Legal Aid. Hii Legal Aid. Akaambia bwana wenzenu washawahi huko, kuna Samia Legal Aid washawahi, kuna masomo za elimu wamewahi, Samia Scholarship. Tafuteni mtu mwingine ambaye amefanya vizuri kwenye sheria huko, weka jina lake. Kwa nini niko peke yangu? Ni vitu rais amechelewa kuambia. Au kama mimi ndo nafanya vizuri peke yangu. Rais tu amechelewa kuambia. Alikuwa hajawashtukia bado. Ameshtukia sasa, hii haiwezi kuwa sawa, yani kila kitu kwa hivi. Au sasa hivi pia ifuate nani? Picha yake. Picha yake fanya nini? Sasa. Kwenye profile. Profile picha. Kuna siku moja afu Samu mimi napigia hapa na kweli Samu yuko sahihi. Kuna siku moja tuko Dodoma, kuna mbunge mmoja siwezi kumtaja, lakini alisema kabisa bwana, tukawa tunaongelea discussion kama hii, akasema yani usiweke picha ya mama pale. Unajitafutia matatizo. Sasa kwa nini mama office status zako zinakuwa za hovyo? Ndio hiyo nasema mimi sasa. Yaani kuna watu wameka picha ya Mama Samia. Status pale ni ovyo. Alafu page Instagram waweka mama picha ya Mama Samia. Anao follow na anavyo follow. Ni vya ovyo kabisa. Na hata anavyoweka sometimes ni ovyo. Mtu anaita wetu apige marufuku na picha yake pia. Yaani twende tu, yaani ilipofika sasa hivi ni wengine ni yaani kanyasa huyu kuna kitu anaficha huyu. Kwa hiyo anavichukua kivuli kile. Kivuli kile. Picha mama anajiweka pale. Ndio maana yake. Mambo yabadilike. Kuna ile jamaa walikamatwa gari lao nyuma kwenye ile tairi lile. Wameweka siki Samia, alikamatwa na magendo ndani yake. Haiwezekani. Sasa tunajua kushaka ile ngoma zile nini lazima unapigiwa makofi. Kisingizio. Kumbe mzigo ndani humo. Mzigo ndani humo. Spare tire, si ndio? Ndio maana yake. Spare tire huko nyuma ukiangalia. Alafu kuna picha ya mama. Mitano tena Samia Suluhu Hassan. Unajua kabisa labda mama si nini. Kumbe watu wako kazini. Watu wako kazini tu. Sasa hiyo sio. Hiyo watu utakatishaji. Anatakiwa achukuliwe hatua kabisa. Huu mfumo wenyewe kwa sababu unataka hayo mambo ndio watu wanafanya. Mama amestukia ile haizi kuwa sawa. Wewe kila jambo tu mtu anataka kufungua Samia. Kile Samia. Hadi kanisa Samia Church. Kweli? Serious. Tumefika huko. Si mseleleko. Wote tafuta ni mseleleko. Na kila mtu hapa anasema anaimba. Nani kama mama lakini akikaa peke yake kwa saa. Ndio hii picha unaweza vipi mwanangu? Una familia? Usipoweka ile lawama. Kwani umeambiwa uweke, umelazimishwa? Ni vizuri ku show love, lakini sasa unaweka basi weka na wenga show love. Weka kwa kumaanisha kwamba una show love, lakini mwisho wa siku pia ukinapoweka vile vitu uwe mstaarabu, uandike vitu vya maana, uweke vitu matendo yako yaendane na picha unayoiweka ya maana.
So unaweka picha afu unaenda kumfanya mtu anaonekana kama na yeye. Sasa hata valo zale afu atongoza ovyo. Unajua unamwibisha Yesu. Unafanyaje? Umevaa zale afu atongoza ovyo. Tunatongoza kwa kweli. Yaani kuna vitu ambavyo ukivaa wewe mwenyewe unajisikia umevaa ile kola ya kichungaji. Alafu unatongoza. Alafu unamsimamisha binti watu barabarani. Bora utakao uitoe kwanza. Toa uchafu wako. Yaani usihusianishe vitu vya maana na uchafu wako. Wewe kama beba magendo huku nyuma weka tutaila kawaida. Yes. Usituweke sisi Mama Samia mitano tena afu ndani umeweka magendo mle ndani. Hii tusikukamate, watengeneza identity kwamba wewe na Mama Samia dam. Kampuni yenu mnafanya tu uni wa kawaida. Samia Foundation. Kwa mtu sasa bwana inasikana nani? Kuna kipindi amelibukaga. Wakaikataa lakini haikukataa, haikuaga live. Ilikuwa kile kinachonyanyuka, chochote kinachonyanyuka Samia. Samia sijui nini, Samia nini, msemee mama, sijui sema na mama, sijui mama la mama, sijui viliibuka vitu vingi. Baadaye tu nadhani wakaanza kukosa hela. Au waliwashtukia mapema kwamba wanafanya hivyo afu balengao. Hatuwezi kuanzisha kitu kinaitwa kimeanzia na mama, huyu naye na mama, na mimi mama, afu tunaenda kuomba hela sehemu moja. Lazima mchunguze. Tumsemee mama, tumchangamkie mama. Sema na mama. Sema na mama. Mama na mwanae, vilibuka vingi hapo. 21, 22, 23 pale, vilikuwa vingi. Alafu kila siku Dodoma. Kila siku Dodoma, watu na mafaili yao. Wewe nini amka na mama sisi. Sisi watu tumegalisha taasisi. Alafu mambo unayofanya sio. Ndio ile nakwambia sasa. Sisi watu tunaona bwana kwa sababu nchi kama imelala tumeona tuanzishe amka na mama. Yaani kila kijana si na nini watu sasa inga tupwezi tu nini. Lakini watu watumia ile identity kujificha. Kichaka. Wanafanya mambo yao yasio. Ila mimi naona ni jambo la heri kama mama amelitambua hilo Huyu hapa Mheshimiwa Rais akawa anasema. Kwenye sekta ya sheria tayari tuna Mama Samia Legal Aid Campaign. Kwa tukisema Mama Samia Center of Excellence, Mama Samia si mkakati wa training inakwenda kuwa monotonous. Nadhani tubakie na lile moja. Hii Center of Excellence ya sheria tuitafutie mwanasheria mahiri tumpe jina lake. Wenyewe mtaamua. Wenyewe mtaamua kama mtampa AG wenu, kama mtampa nani, lakini mtaamua. Lakini kwa upande wa mpango wa mafunzo tayari Wizara ya Elimu alishawawahi. Wizara ya Elimu kule kuna Mama Samia scholarships. Hasa na huku mkiwa na mpango wa mafunzo wa Mama Samia vinajirudia rudia, haipendezi. Kwa hiyo kwa haya mawili naomba mnisamehe. Mnisamehe tuangalie lengine mbele lijalo huko. Kwa sababu kila sekta Mama Samia kitu hiki. Mama Samia kitu hiki. Mara moja nilihudhuria vichekesho pale Dar es Salaam. Na mmoja katika wachekeshaji ambaye alikuwa mmoja katika waandalizi wa lile jambo, Ommy Dimpoz nadhani alikuwa. Akasema nimeandaa hili jambo karibu lifikie, nikasikia mabadiliko ya mawaziri. Nikasema sasa mawaziri hao ndio anza nao wakibadilika wakaenda sekta nyingine, nafanyaje na hili jambo? Lakini hapo nikapata solution. Akasema solution yangu ilikuwa niweke tu nitangulize Mama Samia halafu kile kijambo chake. Asa kwa sababu ukisha kuweka Mama Samia kwenye jambo lolote, hilo jambo linakwenda halisimami. Kwa hiyo ndugu zangu, kama hili jina maana yake ni kufanya mambo yaende yasisimame, niwahakikishie mambo yote yatakwenda. Wanafanya ili mambo yasisimame. Pedro ni Mutatina anasema hapa wengine wamejificha kwenye kutumia jina la rais. Kama jambo litapata kibali lifanyike bila kizuizi. Si ndio nakwambia vizingiti? Lipate ufadhili na kadhalika. Wanabadilika na enzi. Okay. Wanatambana na biti. Wanatambana na biti. Samia akitoka ajaye naye wataenda hivyo. Huwezi kutumia la nani. Kwa hivyo ni lazima watu waanze kuambiwa sasa hivi kwamba sio vizuri. Yaani of course unaweza kutumia majina ya mtu, lakini kwa vitu ambavyo unaona sasa ni muhimu. Lakini watu na kiwango sasa. Mimi watu sina tatizo nao. Tatizo wao wanaopaswa kupitisha, wanaokataza ndio wanaosababisha. Kwani inapitishwaga na nani?
Mfano sio nataka ukitaka kama hii jambo liweze kupata ufadhili. Unakwenda kusajili kwanza. Unataka kwenda kusajili. Unakuwa na vikwazo vingi sana. Sasa mtu kumbuka hivi vyote hivi vigingi. Jina likija ile ana brand mama hapo kwenye pepa. Unajua mtu kwenye microphone, unafikiria sisi tumeanzisha kampuni sisi Samia nini kwa ajili ya kusaidia watoto wa kike, wizara tukatalia. Bwana unaona Samia Suluhu nakataa. Unajipenda wewe? Paul Soe itakuwaje sasa? Samia Suluhu umekataa. Paul Soe itakuwaje? Cha kufia nini bwana? Bora ipite tu. Kabisa. Biti kibadilika 2030 wanahamia huko. Inahamia huko pale mwingine. Mjini mipango. Sasa kali. Wewe unataka kuja na jembe mjini unataka kulima lami.